Faida zipo nyingi sana. Tukianzia kwenye swala la elimu. Hata masuala ya ushirikiano, kwa mfano kwamba watu wana communicate, watu wanafanya mawasiliano, tunakwenda kwenye swala la elimu. Elimu nchini Ujerumani kwa level ya ngazi ya chuo kikuu tuseme, kama mtu atakuwa amesoma Kijerumani kufikia daraja la juu, elimu kwenye vyuo vikuu vya serikali ni bure. Hakuna malipo ya ada. Hii ni sehemu moja muhimu sana kwa sisi wa Tanzania. Kwa sababu kusomesha mtoto sio kitu rahisi. Hata hapa nchini kwetu. Tunaona jinsi gani wazazi wanavyokuwa wanabeba mzigo mkubwa kuhakikisha watoto wanajifunza, wanafuzu mpaka vyuo vikuu. Lakini tunaangalia pia upande wa serikali. Ni namna gani serikali inafanya jitihada katika kile kiwango ambacho kinakuwa kinakusanywa kutenga sehemu kwa ajili ya kusaidia watu kusoma chuo kikuu kwa njia ya mikopo. Inamaanisha kama watu wengi wangehamasishwa kusoma Kijerumani, tungeweza kupunguza kwa namna moja ama nyingine hii adha, kwa sababu watu watakwenda kusoma bila kuweza kulipia ada ya chuo. Tukirudi kwenye elimu ya kati, kwa mfano ngazi ya diploma, Ujerumani wana utaratibu mzuri sana. Watu wanapokwenda kujifunza nchini Ujerumani wanapata fursa mbili. Ya kwanza utajifunza lakini ni bure. Lakini ya pili utapewa nusu ya muda wako, utakuwa unafanya kazi. Kwa hiyo vitu viwili vinakwenda sambamba. Na hivi vitu viwili vinavyokwenda sambamba vinamwezesha mtu anayesoma ngazi ya diploma kulipwa kila mwisho wa mwezi. Kwa hiyo pamoja na kusoma bure, mtu huyu atakuwa anapewa pesa kila mwisho wa mwezi. Ninafikiri huu ni mfumo mzuri sana ambao ungeweza kuwasaidia vijana wengi wa Tanzania ambao sio tu hawawezi kumudu kujisomesha Tanzania, lakini hata wangekwenda Ulaya pia wasingeweza kumudu zile gharama za maisha. Kwamba wanahakikishiwa wanapata elimu, lakini wakati huo huo wanahakikishiwa wanapewa pesa za matumizi za kila mwisho wa mwezi ambazo zitawafanya wasiwe ombaomba, ambazo zitawafanya wasijikite katika matendo yasiyo mazuri ya kuchafua sura ya nchi yao. Kwa hivyo watajikita moja kwa moja kwenye masomo, watamaliza na watarudi nyumbani. Lakini tukiachia mbali swala la elimu kama elimu, kwa sasa hivi Ujerumani ni nchi ambayo inahitaji nguvu kazi. Ina upungufu mkubwa wa wafanyakazi. Kwa hiyo sio tu wale ambao wanakwenda kusoma nchini Ujerumani wanaweza wakanufaika kwa kusoma Kijerumani. Kuna watu ambao tayari wameshahitimu kozi mbalimbali hapa nchini. Hawa pia wanaweza wakapata fursa ya kwenda nchini Ujerumani wakafanya kazi kihalali kabisa kwa kufuata mifumo inayoruhusiwa na serikali zetu zote mbili. Kwa sababu Ujerumani inakaribisha wageni kuweza kufanya kazi nchini Ujerumani. Wako wanafunzi wengi ambao wamesoma Kijerumani. Kuna watu ambao wanakuja kusoma Kijerumani hapa kwetu nchini, chuoni kwetu, kwenye taasisi yetu. Chuo kiko Upanga, mtaa wa Alikani, nyumba namba 73. Sio mbali sana kutoka kituo cha mabasi cha Palm Beach na sio mbali kutoka hospitali ya Aga Khan. Nikizungumzia, tuna Watanzania wengi lakini wageni pia wapo. Tuna wageni wanatoka Cameroon, kuna wageni wanatoka Kongo, Malawi, Zambia na Burundi ambao wanakuja hapa kwetu kusoma Kijerumani. Kujifunza Kijerumani ni atumia muda gani sasa mtu mpaka ajue Kijerumani? Kijerumani kinafundishwa kwa kufuata mfumo wa ufundishaji lugha wa Ulaya. Kwa hivyo wameweka kwamba mtu ajifunze kutokana na mahitaji yake. Sio lazima kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na kuna levels ziko 6. Hizi levels zinatambuliwa kwa herufi A1, A2, B1, B2, C1 hadi C2. Kwa hivyo kutegemeana na mahitaji ya mtu ndivyo mtu ambavyo anaweza akajifunza lugha. Lakini tukisema kwamba ili mtu aweze kujifunza lugha kwa madaraja yote, inamchukua balozi wa Ujerumani. Lakini mmoja alikuwa anafanya kazi kwetu baada ya kuhitimu chuo kikuu. Alirudi akaanza kufanya kazi kwetu kama mwalimu na sasa hivi amekwenda kujiendeleza kufanya masters nchini Ujerumani. Lakini hali kadhalika kutoka Chang'ombe kuna vijana ambao
wamenufaika wakiwa Tanzania na wengine wakiwa wamesafiri kwenda nchini Ujerumani. Kwa mtazamo wako sasa, kwa kiwango kikubwa kabisa inawezekana kwa dunia yetu ya digitali inawezekana kabisa kupunguza. Nitakupa mfano. Kijerumani kinaweza kikanyumbulishwa kwa namna nyingi tofauti. Tukirudi kwenye sekta ya utalii. Tanzania asilimia kubwa ya watalii wanaoingia, nafikiri wako nafasi ya pili, ni watu wanaozungumza lugha ya Kijerumani. Lakini labda nirudi tu kufafanua, lugha ya Kijerumani inazungumzwa na watu milioni 130 duniani. Na sio tu nchi ya Ujerumani ambayo inazungumza lugha ya Kijerumani. Kuna nchi 5 Kijerumani kinatumika kama lugha rasmi, lakini vile vile kuna nchi zingine 2 ambazo zinachanganya lugha ya Kijerumani na lugha nyingine. Kwa hiyo kuna Ujerumani yenyewe, kuna Austria, kuna Luxembourg, kuna Liechtenstein, kuna Ubelgiji, kuna Netherlands na Uswisi. Hizi nimeziongezea ambazo zingine zinachanganya lugha. Kwa mfano ukienda Ubelgiji, kuna upande ambao unazungumza Kijerumani kama lugha rasmi, kuna upande unazungumza Kifaransa. Hivyo ukienda Netherlands na Switzerland. Uwezo wenu kupokea wanafunzi ni wakati? Kwa sasa tunaweza tukapokea wanafunzi kwa kila msimu wa kozi. Tunaweza tukapokea wanafunzi 100. Na misimu ya kozi ipo kama 8 kwa mwaka. Ada yake ni shilingi? Ada kwa kozi ya A1 ama A2 ni shilingi 7,500,000. B1 na B2 ni shilingi 1,500,000. Samahani, 1,100,100,000. Kulikuwa kuna mabadiliko kidogo hapa, tumeipunguza kidogo ada ili wanafunzi wengi waweze kumudu, kwa sababu hiyo level ya B1 na B2 ndio level ambayo inamwezesha mtu kupata sifa za kuajiriwa moja kwa moja nchini Ujerumani, iwapo anakuwa tayari ana taaluma aliyesomea nchini. Kwa mwaka huu tu kwa kadri pengine wanafunzi ambao wametoka kwa kwa mwaka huu tunasema huu mwezi wa 5 wanafunzi sio chini ya 600 watakuwa wameshapita kwenye mikono yetu, kwa sababu hivi tunavyozungumza kuna madarasa ambayo yameanza siku ya Jumatatu mapya, na kila darasa linakuwa lina wanafunzi angalau 20.